Karibu mtazamaji, tuandamane hadi tamati. Jina langu ni Nancy Okware, mtangazaji wa lugha ya ishara ni Byron Abuli. Tunaanza na taarifa kwamba watu 15 wamefariki katika ajali mbili tofauti za barabarani katika kipindi cha saa 48 zilizopita. 8 miongoni mwao walifariki papo hapo katika ajali ya barabarani eneo la Murubara kwenye barabara ya Mwea kuelekea Embu katika kaunti ya Kirinyaga. Wengine 7 walifariki kwenye ajali ya barabarani eneo la Burnt Forest kwenye barabara kuu ya Eldoret kuelekea Nakuru. Ajali iliyofanyika katika kaunti ya Kirinyaga na kusababisha vifo vya watu 8 mapema leo asubuhi ilitokea baada ya lori la kusafirisha vifurushi kudaiwa kuondoka barabarani na kuelekea safu ya upande wa pili, ambapo iligongana ana kwa ana na tuktuk iliyokuwa ikiwasafirisha wafanyikazi wa shamba kuelekea kwenye mpango wa unyunyizaji maji mashamba wa Mwea. Akithibitisha tukio hilo, kamanda wa polisi katika kaunti ndogo ya Mwea Mashariki, Stephen Okal, alisema watu 8 walifariki papo hapo, huku wengine 3 akiwemo dereva wa lori hilo wakipata majeraha madogo na kupokea matibabu katika hospitali ya matibabu maalum ya Kerugoya Level 5. Lori imeweza kugongana kichwa kwa kichwa na tuktuk ambayo ilikuwa imebeba zaidi ya watu 9 na wakaweza kuangamia wote. Inasemekana kwamba ilikuwa inajaribu kupotelea mashimo ambayo ilikatwa kwa barabara wakati barabara ilikuwa inafanyiwa ujenzi, na hapo tukaweza kupoteza zaidi ya watu ama ya mioyo 9. Wakazi wametoa wito kwa Wizara ya Barabara kuharakisha ukarabati kwenkwenye barabara hiyo na kuweka matuta katika maeneo hatari ili kuepusha maafa. Wakati hapa kutoka hapa Mwea kwenda mpaka Kibibi kumekuwa na accident mingi sana. Leo tumepoteza watu 9 na ni huzuni sana. Mashimo imejaa huku, bumps hakuna, watu jengea hata kama ni highway bana. Na huku hayo yakijiri, watu 7 walifariki hapo jana kufuatia ajali ya barabarani katika eneo la Burnt Forest kwenye barabara kuu ya Eldoret Nakuru. Haya yakijiri huku madereva 700 wa malori na wasafirishaji wakikongamana mjini Nakuru kwa mafunzo ya jinsi ya kujidhibiti na kuzingatia sheria kwenye barabara kuu. Mpango huo wa utoaji mafunzo unaoongozwa na chama cha ushirika cha wasafirishaji na Fleet umeleta pamoja chama cha wamiliki wa malori cha Kenya, halmashauri ya usafiri na usalama barabarani NTSA na mashirika ya usalama katika juhudi ya kuhimiza uwajibikaji na matumizi mazuri ya barabara.